Kamanda wa polisi wa mkoa wa Kilimanjaro Simon amesema chanzo cha ajali hiyo ni tairi ya basi ya kampuni ya Channel One ambayo lilipasuka na kupoteza mwelekeo na kugongana uso kwa uso na Costa kabla ya magari yote kuwaka moto. Hii ni taarifa ya kusikitisha ya ajali iliyotokea jana tarehe 28 mwezi wa 6 2025, ambapo ajali hii imetokea pale Same. Jana jioni, taarifa, picha na video zilisambaa sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, na katika picha mjongeo na picha zilizosambaa katika mitandao ya kijamii zilionyesha gari zikiwa zimegongana na kuwaka moto, lakini idadi ya watu ambao wamepoteza maisha rasmi ambapo bado haijajulikana. Hatimaye taarifa rasmi imetoka, lakini pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za rambirambi kufuatia na ajali hiyo. Idadi ya watu waliofariki katika ajali ya Sabasaba ni watu 37. Watu 37 wamefariki dunia katika ajali iliyotokea Sabasaba, wilaya ya Same mkoani Kilimanjaro, iliyohusisha basi na Costa kugongana uso kwa uso na baadaye kuwaka moto. Miili hiyo itatambuliwa kwa kupimwa vinasaba, yaani DNA. Ajali hiyo imetokea Juni 28 mwaka 2025 majira ya jioni baada ya basi ya kampuni ya Channel One yenye namba ya usajili T179 CWL ambayo ilikuwa likitokea Moshi kuelekea Tanga kugongana uso kwa uso na basi dogo aina ya Costa yenye namba za usajili T199 EFX ambayo ilikuwa limetoka wilayani Same kwenda Moshi. Baada ya kugongana, magari yote mawili yalishika moto na kusababisha vifo vya watu 37 na majeruhi 29. Mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu, ambaye ametembelea katika eneo la tukio na majeruhi na hospitalini, amesema ajali kama hiyo haijawahi kutokea mkoani humo na kwamba huo ni msiba mkubwa kwa taifa. Mpaka sasa watu wa Tanzania 37 wamefariki. Tunao majeruhi 29 ambapo 24 wapo hapa katika hospitali ya mji Same na wengine 5 wamekimbizwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mawenzi na KCMC, na kwa kweli ni msiba mkubwa, amesema Nurdin Babu. Amesema kuwa serikali imeanza taratibu ya kupima vinasaba vya DNA kwa miili ya marehemu ili iwe virahisi kutambulika kwa ndugu jamaa, kutokana na miili ya ndugu zao kutotambulika rahisi. Mkuu wa mkoa huo amesema wananchi amewaomba kufuatilia taarifa za ndugu zao, kama ambao kuna watu ambao hawajaona ndugu zao basi watoe taarifa. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Kilimanjaro Simon amesema chanzo cha ajali hiyo ni tairi ya basi ya kampuni ya Channel One ambayo lilipasuka na kupoteza mwelekeo na kugongana uso kwa uso na Costa kabla ya magari yote kuwaka moto. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia taarifa yake ameandika yafuatayo: Nimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya vifo vya ndugu zetu 37 na majeruhi 30 kutokana na ajali ya barabarani iliyotokea jana jioni eneo la Sabasaba, barabara kuu ya Moshi Tanga, wilaya ya Same mkoani Kilimanjaro, kwa magari mawili kugongana na kuungua moto. Ninawaombea kwa Mwenyezi Mungu marehemu wote wapumzike kwa amani na majeruhi wote wapone kwa haraka. Toa salamu za pole kwa mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu kwa wafiwa wa familia hiyo. Mungu awape faraja na nguvu katika kipindi hiki kigumu. Odessa Electrical Technology pamoja na kampuni ya Lifetime Store inatoa pole kwa ajali iliyotokea jana tarehe 28 mwezi wa 6 2025 huko Same Kilimanjaro. Hii ni Odessa Electrical Technology. Usisahau kusubscribe kwa habari mbalimbali ambazo zinatua kupitia chaneli hii.
ya Odessa Electrical Technology. Ndiyo, tunaposema Lifetime Store, hawa ndio wakali Tanzania wanaosifika na uuzaji wa bidhaa bora za kielektroniki. Wana bidhaa zifuatazo kama mashine za kufua nguo kuanzia kilogramu 7 ambazo hizi nazo zinafua nguo pamoja na raba, nikimaanisha viatu vya aina zote. Wana mashine za toleo jipya za mifumo miwili, nikiwa na maana semi automatic, yani mfumo wa automatic na manual kwa wakati mmoja, na mifumo yote miwili inafua na kukausha. Mashine hizo wanazo kuanzia kilogramu 10 mpaka kilogramu 27. Hizi hapa ni nzuri sana kwa biashara ya dry cleaner, au kama unataka kuanzisha biashara ya dry cleaner au familia ya watu wengi, mazingira ya familia nyumbani, hizi ni beta sana kwa matumizi hayo. Lakini pia hatujamaliza, tuna mashine za kufanyia usafi ikiwemo hii hapa. Hii hapa ni DIC Sofa Polisher. Ni mashine ambayo inasafisha tiles, sofa na uchafu sugu wote inasafishwa kupitia hii hapa DIC Sofa Polisher. Hatujamaliza, pia tuna hii hapa ni pasi ya mvuke ambayo hii hapa inaitwa garment steamer. Pasi hii unatia maji alafu ule mvuke sasa ndio unanyosha nguo zako pasi vizuri. Advantage ya hizi pasi ni kwamba pindi tu unapokuwa unatumia hautaweza kuunguza nguo zako kabisa, lakini pia kubwa kuliko ni kwamba inatumia umeme kidogo sana. Hizi hapa ni garment steamer. Hatujamaliza, pia tuna hii hapa pasi nyingine inaitwa Deluxe. Pasi hizi hapa ziko na tofauti na zile pasi za zamani ambazo tumezizoea. Pasi hizi hapa nazo hazitumii umeme mwingi kabisa na zinanyosha nguo vizuri kabisa. Tukihamia msimu wa joto kali, tumewaletea hizi hapa Hyundai Air Condition ambazo tuna BTU F9, tuna BTU F12, tuna BTU F18 ambazo bei zetu ni tofauti na wauzaji wengine ambao wanauza air condition. Yani bei nafuu na ni kitonga. Tukimalizia kwa upande wa air condition, tuna hii hapa portable air condition ya BTU F12. Nazo hizi ni nzuri sana kwani zinahamishika popote pale. Unaweza kuiweka chumba kimoja ukaichukua tena ukaiweka chumba kingine, hata ukaiweka chooni pia ni sawa. Nazo zinatumia umeme kidogo. Kwa upande wa mapishi, tuna hizi hapa Professional 11-in-1 air fryer. Air fryer hizi hapa unapika vyakula 11 kwa wakati mmoja kwa kutumia air fryer hiyo moja, na ina unyama sana kwani inatumia umeme kidogo nayo. Bidhaa zetu ni nzuri sana. Hatujamaliza, tuna hizi hapa mashine za kunolea visu ambazo hizi hapa ni knife sharpener. Hizi hapa ni nzuri sana kwani zinanoa visu kwa umakini zaidi na visu vyako vinatoka vikiwa vikali kabisa. Tuna bidhaa nyingi za kielektronic. Cha kufanya, wasiliana nasi kupitia nambari hizo hapo chini za agent wetu kutoka kampuni ya Lifetime Store, lakini pia tembelea katika social network zetu ambazo tunapatikana kwa jina la Lifetime Store, Instagram na YouTube, Odessa Electrical Technology. Karibuni sana wateja wetu.